Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa wizara hii ya uchukuzi ndio ambayo pia inasimamia meli zilizoko katika maziwa yetu makuu hapa nchini, lakini pia inasimamia reli ya TAZARA, je, haioni kwamba ni muhimu pia kubadilisha sheria za sekta hizo mbili nilizozitaja ili na kwenyewe turuhusu sekta binafsi iweze kushiriki katika kukuza uchumi, lakini pia kurahisisha huduma kwa wananchi? Swali la pili, ziko baadhi ya sekta za uchukuzi ambazo hazisimamiwi na wizara hii ya uchukuzi. Kwa mfano usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam kupitia kampuni ya DART, na miundombinu ya DART ipo, lakini watoa huduma wamekuwa kero kwa wananchi kiasi kwamba wanatumia muda mrefu sana kupata huduma ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Je, serikali kupitia wizara hii ya uchukuzi iko tayari kukaa na watu wa TAMISEMI na kuweza kuwapa mipango madhubuti ya kuiruhusu sekta binafsi iingie katika miundombinu ya DART ili waweze kutoa huduma katika miundombinu ile? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rashid Shangazi kwa maswali yake ya nyongeza pamoja na pongezi ambazo amezitoa kwa serikali. Nikubaliana naye. Uelekeo wa serikali kwa sasa ni kushirikisha sekta binafsi katika uendeshaji wa uchumi wa taifa letu. Na hii ni kwa sababu serikali haiwezi wakati wote ikawa inajenga miundombinu na kisha inaleta vitendea kazi. Tunaposhirikisha sekta binafsi tunaongeza ufanisi pamoja na vitu vingine. Ametoa ushauri na ameuliza kwenye upande wa TAZARA na kwenye meli kwa ujumla kwenye bandari. Napenda kumjulisha Mheshimiwa mbunge pamoja na waheshimiwa wabunge kwamba serikali imekwishaona umuhimu wa jambo hili, na kupitia sheria ya reli ya Tanzania na Zambia sura 143 iliruhusu ushiriki wa sekta binafsi, na hivi ninavyozungumza tayari makampuni mawili yanafanya kazi na leo kampuni la tatu ambao pia nao linatarajiwa kuingia. Na tangu turuhusu mfumo huu, mwaka wa fedha peke yake uliopita, mwaka 2023/24, kati ya tani 447 tumeona 73% ya mzigo uliosafishwa kwenye TAZARA, yani tani 328 umesafishwa na hao wenzetu wa sekta binafsi. Lakini pia ukiangalia kwenye sheria zingine kama sheria ya bandari sura ya 166 tumeruhusu wawekezaji binafsi, na tumeona wenzetu wa DP World pamoja na makampuni mengine walipoingia tumeshuhudia mapato yameongezeka ya kikodi kutoka trilioni 7 mpaka trilioni 8. Uhudumiaji wa shehena umeongezeka kutoka makasha 17,000 mpaka 25,000 pamoja na maeneo mengine. Lakini pia kupitia sheria ya wakala wa meli sura ya 415 tumeshuhudia pia sasa kwenye maziwa yetu makuu wawekezaji binafsi wanaruhusiwa na wanafanya shughuli zao kwa maana kuendesha meli kwenye ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Victoria. Mheshimiwa Naibu Spika amezungumzia pia namna kuboresha miundombinu kama DART. Je, serikali kupitia wizara ya uchukuzi tuko tayari kushirikiana na wenzetu? Napenda kumhakikishia Mheshimiwa Rashid Shangaza ambaye pia ni katibu wa bunge wa CCM hapa bungeni kwamba serikali ni moja. Tumepokea ushauri wake na sisi sekta ya uchukuzi chini ya waziri wetu Profesa Makame Mbarawa tuko tayari kukaa na wenzetu kushirikishana uzoefu pale itakapohitajika.